Askofu Dr. Israel Gabriel Maasa, na kwa sasa naomba nitumie nafasi hii kuweza kumkaribisha Dr. Samuel Gwamaka ambaye ni mkurugenzi mkuu wa NEMKI, naye aweze kutupa neno kutoka NEMKI. Karibu sana. Naomba tupige makofi wakati anakuja. Karibu sana Dr. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Kwa ridhaa yako nilikuwa naomba niwatambulishe wageni ambao walisahaulika lakini wako hapa ili uweze kuwatambua uwepo wao. Naomba kumtambulisha Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wanawake, Jinsia na Kundi Maalum, Mheshimiwa Mwanaidi Ali Khamisi. Naomba vile vile kumtambulisha Ras wa mkoa wa Dar es Salaam. Naomba vile vile Ras wa mkoa wa Dar es Salaam, Naibu Ras, karibu sana. Asante. Basi baada ya hayo, Tanzania ni yetu, amani kwanza. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa JIMAT Alhaj Ali Musa Salum, Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Suleiman Said Jafo, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani Mheshimiwa Hamadi Masauni, waheshimiwa viongozi wote wakuu wa dini wakiongozwa vile vile na Mufti mkuu mwakilishi wake Shaban Zuberi, Mufti vile vile mkuu kutoka Kenya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Chalamila, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi, waheshimiwa wakuu wa wilaya wakiwa wamewakilishwa na mkuu wa wilaya ya Ilala, waheshimiwa stahiki mamea, manaibu meya wa jiji na manispaa, wakurugenzi wa jiji, viongozi wote wa dini na mila kutoka mikoa yote Dar es Salaam iliyofika mahali hapa, viongozi wa serikali, wageni waalikwa, washiriki wote wa kongamano, wanahabari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Napenda kuungana nanyi nyote kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika hapa leo hii kushuhudia kazi ya utukufu wake. Tunayo furaha kubwa mbele zake Mungu wetu kwa kutuwezesha kukusanyika hapa sisi viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa dini na mila na wote walioalikwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kufuatia maelekezo yako uliyoyatoa tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2023 kuhusu suala la uratibu wa sauti zilizozidi viwango, ya kwamba liratibiwe na Jumuiya ya Maridhiano na Amani nchini Tanzania JIMAT kwa kupitia kamati zao, NEMKI tulikutana na jumuiya siku ya tarehe 15 mwezi Mei mwaka 2023. Na baada ya kikao hicho, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kwa kushirikiana na NEMKI tulianza maandalizi ya kongamano hili la kitaifa la viongozi wa dini na mila kuhusu athari zitokanazo na sauti zilizozidi viwango katika maeneo na nyumba za ibada. Dhumuni kubwa la kongamano hili ni kuwaleta pamoja viongozi wa dini na mila ili kutoa elimu ya athari za sauti zilizozidi viwango kutoka katika nyumba za ibada na kwenye jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Baraza la Taifa la Hifadhi na
Ndugu viongozi wa dini, kwa kipindi cha kuanzia Januari mwaka 2023, NEMC imepokea jumla ya taarifa 521 za malalamiko kutoka kwa wananchi mbalimbali juu ya matukio yanayohusiana na sauti zilizozidi viwango na mitetemo kutoka maeneo ya nyumba za ibada. Hivyo, katika kukabiliana na changamoto hiyo, ni muhimu kuimarisha jitihada za pamoja na ushirikiano miongoni mwa serikali na viongozi wa dini ili kusimamia viwango vya sauti na mitetemo vilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Aidha, serikali imeandaa mwongozo wa udhibiti wa uchafuzi wa mazingira utokanao na kelele na mitetemo. Madhumuni makubwa ya mwongozo huu ni kutoa maelekezo mahususi ya namna ya kusimamia na kudhibiti sauti zilizozidi viwango na mitetemo katika makundi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuna majukumu ya wizara, taasisi, mamlaka za serikali za mitaa, viwanda, sekta ya ujenzi, kumbi za starehe na burudani, nyumba za ibada na jamii. Hivyo kila mdau anao wajibu wa kutimiza majukumu yaliyoainishwa katika mwongozo huo. Aidha, wadau wote wakiwa ni pamoja na wazalishaji wa sauti zilizozidi viwango na mitetemo wanahimizwa kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa mwongozo huu ili kulinda afya ya binadamu na mazingira kwa maendeleo endelevu. Sauti zinazozidi viwango katika nyumba za ibada zinaweza kuathiri afya za waumini walipo katika nyumba na maeneo ya ibada na kusababisha shida ya kusikia, kusababisha matatizo ya usingizi na kuathiri uwezo wa kufanya kazi kwa watu wanaoishi karibu na nyumba hizo na maeneo hayo ya nyumba za ibada. Pia inaweza kusababisha migogoro kati ya wakazi wa eneo hilo na viongozi au waumini wa nyumba za ibada. Ndugu viongozi wa dini, hivyo napenda kuwaomba viongozi wa dini kuwa na uelewa kuhusu athari za sauti zinazozidi viwango na kuchukua hatua za kuzuia kutokea kwa hali hiyo. Ni muhimu kuhakikisha kuwa nyumba za ibada zina vifaa vya kudhibiti sauti na kwamba shughuli za ibada zinafanyika kwa kuzingatia viwango vya sauti vinavyokubalika kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazohusiana na uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Nawiwa kusema kuwa NEMC itaendelea kusimamia kwa kikamilifu uzingatiaji na utekelezaji wa sheria na kanuni zake kwa kuandaa semina, warsha na mikutano kama hii ili kujenga uelewa mpana zaidi kwa jamii na wadau kadri inavyohitaji. Tunatumaini mwenendo huu wa kukutana mara kwa mara na kujengeana uelewa utasaidia kuamsha ari ya uzingatiaji wa sheria na hivyo kuondoa misuguano baina ya serikali na wadau wake. Nimalizie mgeni rasmi kwa kutoa wito kwa viongozi wa dini kwa pamoja tukishirikiana katika utekelezaji wa sheria tutaepusha misuguano baina yetu, tutajenga kizazi chenye afya, tutaboresha ustawi wa mazingira yetu na kuliletea maendeleo endelevu taifa letu la Tanzania. Hivyo tutakuwa tumeunga mkono juhudi kubwa zinazofanywa na Rais wa nchi yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anakuwa na maisha bora na yenye afya. Asante sana kwa kunisikiliza.